Naam, hujambo na karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo nchini Tanzania. Mtazamaji, kuna taarifa mbili na ni kutaarifu kuwa ripoti hizo zote ni habari mbaya, hususan kwa Chadema na familia pamoja na wafuasi wa Tundu Lissu pamoja na wafuasi wa John Heche. Mapema jana mawakili wa Tundu Lissu walifikia gereza la Ukonga kwa ajili ya mashauriano juu ya kesi inayomkabili Tundu Lissu, lakini walichoweza kukutana nacho huko gerezani ni cha kusikitisha sana. Upande mwingine, John Heche leo amefunguliwa mashtaka Mahakama Kuu ya Tanzania kwa makosa ya ugaidi na vitendo hatari vya kigaidi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe au ni kuripotie ripoti hizi zote kwa kina na kwa undani zaidi. Naam mtazamaji, kabla ya tuangalie suala hili la Tundu Lissu huko gerezani ambalo ni la kusikitisha, ningependa mwanzo ni kutaarifu na tupitie ripoti kuhusiana na John Heche na mashtaka ambayo ameweza kufunguliwa mahakamani nchini Tanzania. Kulingana na director wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia, aliweza kuchapisha ripoti kuhusiana na John Heche ambazo ziliweza kuwaacha mdomo wazi wa Tanzania na wafuasi wa Chadema. Katika ripoti hiyo, kama unavyotazama screenshot hiyo kwenye screen yako, inasema hivi: taarifa kutoka mkoa wa kipolisi Kinondoni, makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche ameweza kusafirishwa kutoka Dodoma leo hii na kuletwa mkoa wa kipolisi Kinondoni. Amepewa tuhuma hizi mbili. La kwanza, kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni. La pili, kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na External. Hata hivyo, mara baada ya kutakiwa kuandika maelezo ya onyo, ametumia haki yake ya kisheria ya kukataa kuandika maelezo na atatumia haki hiyo hiyo mara baada ya kupelekwa mahakamani. Taarifa zisizo rasmi muda wote atapelekwa mahakamani. Hekima Mwasipu ambaye ni wakili wake ndio aliweza kumpatia taarifa hizo Brenda Rupia. Sasa nikikuregesha katika ripoti hizi ambazo ni za kusikitisha kuhusiana na Tundu Lissu gerezani, katika chapisho ambalo liliweza kuchapishwa na Chadema Tanzania kupitia mtandao wao wa kijamii wa X almaarufu Twitter, nikinukuu mwanzo aliandika: mawakili walipofika gerezani kwa ajili ya kujadiliana na mteja wao waliweza kuzuiliwa kumuona Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo linalotoa wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wake akiwa gerezani. Mtazamaji, ripoti ni kwamba mawakili wanaomwakilisha kambi ya upinzani Tundu Lissu wanadaiwa kunyimwa haki ya kumuona katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa vyanzo vya kisheria na taarifa za chama cha upinzani Chadema mtandaoni, mawakili hao walikuwa wamefika asubuhi na mapema kwa ajili ya kikao muhimu cha mashauriano kilichokuwa na lengo la kutoa nyaraka muhimu kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu inayoendelea mahakamani, lakini walikataliwa ghafla na viongozi wa magereza bila maelezo yoyote. Matokeo haya ya kushangaza yamezua hofu juu ya mahali na usalama halisi wa Tundu Lissu. Mmoja wa sauti za kisiasa za Tanzania upinzani, viongozi wa Chadema wameeleza kuwa tukio hilo linazua wasiwasi kuhusu iwapo ni kweli Tundu Lissu bado anashikiliwa katika gereza la Ukonga au huenda alihamishwa katika gereza lingine au pasipojulikana. Kizuizi hicho cha ghafla, wanasema, kinadhoofisha haki za mshtakiwa na uaminifu wa mchakato wa mahakama wa Tanzania. Mvutano bado uko juu wakati timu ya wanasheria na familia ya Tundu Lissu wakisubiri ufafanuzi rasmi kutoka kwa mamlaka ya magereza kuhusu hali yake ya sasa na afya yake. Kambi ya upinzani imeeleza kukerwa na kesi hiyo, ikieleza kuwa kesi ya Tundu Lissu ilipangwa kuendelea tena kati ya Novemba tarehe 3 na Novemba tarehe 11, lakini iliahirishwa ghafla. Kuahirishwa kwa ghafla pamoja na kukataliwa kwa ufikiaji wa leo kumeongeza shaka kwamba kuna jambo la kina zaidi linaweza kujitokeza nyuma ya pazia. Tundu Lissu ambaye hapo awali alinusurika katika jaribio la mauaji na kukamatwa mara kadhaa, bado ni ishara ya upinzani na mageuzi katika hali mbaya ya kisiasa ya Tanzania. Habari kutoka ndani ya Chadema leo zinasema mawakili hao walitumia muda wa saa kadhaa nje ya geti la magereza wakiwasihi maofisa hao wa gereza waruhusu kuwasilisha nyaraka za kisheria na kufanya mazungumzo ya siri na Tundu Lissu, lakini walikutana na chuki na hatimaye kuamriwa kuondoka katika
eneo hilo. Walioshuhudia wanaripoti kuwa ulinzi katika eneo la gereza la Ukonga ulikuwa mkali usivyo kawaida kulingana na Chadema, huku askari hao wa gereza wakishika doria eneo hilo na kuwazuia waandishi wa habari pamoja na mawakili hao. Kuongezeka kwa usiri huo kumezidisha wasiwasi wa wananchi juu ya hali halisi ya Tundu Lissu gerezani. Hata hivyo, mawakili wanaomwakilisha Tundu Lissu sasa wamewasilisha ombi la dharura kwa Kamishna Jenerali wa Magereza wakitaka maelezo rasmi ya kwa nini walikataliwa kumwona Tundu Lissu. Wanasema kuwa chini ya sheria za Tanzania na kimataifa, mfungwa yoyote ana haki kamili ya kukutana na mwanasheria au wakili wake kwa ajili ya maandalizi na mashauriano ya kesi yake ya haki. Kanuni hii wanasema imekuwa ikikiukwa mara kwa mara katika kesi ya Tundu Lissu, ambaye kuwekwa kwake kizuizini kunaendelea kuibua maswali kuhusu mateso ya kisiasa nchini Tanzania. Wakati huo huo, Chadema sasa imevituhumu vyombo vya dola kwa kukwamisha haki kwa makusudi na kuzima sauti zinazopinzana. Wasemaji wa chama hicho cha Chadema walisema kuwa kutendewa kwa Tundu Lissu ni sehemu ya mtindo mpana wa vitisho unaowalenga viongozi wa upinzani, wanaharakati pia wa upinzani na waandishi wa habari ambao wameikosoa serikali tangu uchaguzi uliopita wa kitaifa. Chama kinasisitiza kuwa uwazi usiporejeshwa haraka, umma wa Watanzania hauwezi kuwa na imani na mchakato wa kimahakama unaoendelea unaomhusisha Tundu Lissu. Wanafamilia wa Tundu Lissu na wafuasi wake nao wameeleza kuzidi kuhofia usalama wake. Hawajaweza kumwona kwa siku kadhaa baada ya mawakili hao pia kusema kwamba wamezuiwa kumwona na majaribio yote ya kumfikia kupitia wakuu wa magereza yameshindwa. Katika mahojiano yaliyopita, ndugu wa Tundu Lissu walishutumu hali ya kuficha hali yake na eneo lake, wakikumbuka matukio ya nyuma alipokuwa akishikiliwa. Wakati habari za tukio hilo zikiendelea, Chadema imemtaka kamishna wa magereza athibitishe hadharani eneo la kimwili la Tundu Lissu na hali yake ya kiafya. Chama hicho kinasema hakitakubali taarifa zisizo wazi au kucheleweshwa, haswa ikizingatiwa historia ya watu kutoweka na kuzuiliwa kisiasa nchini. Waangalizi wa mambo pia walibaini kuwa kuendelea kuteswa kwa Tundu Lissu kuwekwa gerezani kunaweza kuwa na athari kubwa. Hata hivyo, upande mwingine, serikali imesalia kimya. Si Kamishna Jenerali wa Magereza wala Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi iliyotoa taarifa kwa umma kuhusu tuhuma hizo baada ya Chadema kuzisambaza. Ukimya huu, wachambuzi wanaonya, unahatarisha zaidi kuondoa imani ya umma kwa taasisi zinazokusudiwa kudumisha haki na utulivu. Kwa wengi, matibabu ya Tundu Lissu yamekuja kuashiria mapambano mapana ya demokrasia nchini Tanzania. Huko nyuma, Tundu Lissu aliwahi kuvumilia kupigwa risasi, kukamatwa na kunyanyaswa mahakamani, lakini anaendelea kusema kwa ujasiri kuhusu uwazi na uwajibikaji wa serikali. Wafuasi wake wanahoji kuwa serikali inamwona kuwa tishio la kisiasa, haswa ikizingatia ushawishi wake miongoni mwa wapiga kura vijana na wana mageuzi. Kuendelea kutokuwa na uhakika juu ya hatima ya Tundu Lissu sasa kunatishia kuingiza Tanzania katika mzozo wa kisiasa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama video ama taarifa hizi. Ningependa unijuze maoni yako, alafu bonyeza alama like na neno subscribe chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu, vile vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Kumbuka pia kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kuenea sasa hivi katika mitandao ya kijamii nchini.